Miongoni mwa story ambao ina make headline sasa hivi katika mitandao ya kijamii ni mwanadada Nicole kuwajibu na kuwachamba wale wote ambao wako sasa hivi mstari wa mbele katika swala zima la kampeni ya kumchangia Nicole ili atoke rumande. Sasa Nicole leo hii katika kupitia mtandao wake wa Instagram katika upande wa Insta story ameweza kuwapa vidonge vyao na ameweza kuelezea the way ambavyo anaishi sasa hivi kule rumande, kwamba sasa ameweza kufunguka mengi sana ambayo yanaendelea sasa hivi katika mitandao ya kijamii. Sasa Nicole kupitia ukurasa wake wa Instagram katika upande wa Insta story, Nicole ameweza kusema ya kwamba habari, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wote wenye nia njema nami. Naomba sana taarifa za michango ya fedha kwa nia ya kunisaidia kivyovyote zipuuzwe. Mimi nina ndugu, marafiki na watu wa karibu ambao hawashindi kufanya jambo, lakini ilibidi taratibu zote zifuatwe. Mtu yeyote asidanganye umma kuwa anahitaji michango. Kila kitu kipo sawa na niko salama na ng'aa kuliko zamani. Kuku na makange ya jela yameninawirisha. Sio sahihi mtu yeyote kuweka mdomo na pua yake kwenye kesi inayoendelea mahakamani. Waliopokea pesa wanazidi kurudishwa. Na haki yangu nimepatiwa, na wasihi sana. Akaeka na msisitizo kwa kuandika kwa herufi kubwa kwamba na wasihi sana, sihitaji mchango yeyote kutoka kwa mtu yeyote. Naomba nirudie hapa kwa sababu imewekwa kabisa kwa herufi kubwa kwamba ni swala ambalo lina msisitizo kwamba na wasihi sana, sihitaji michango yeyote kutoka kwa mtu yeyote. Kionjo, yamkini kuna mtu yeyote aliyonisolola kwa njia yeyote ile, kuanzia wasanii wanafiki, marafiki feki na wanaonigeza sauti na kenge wowote, na kuahidini nitakurudia si punde. Naomba muda nishushie ujelajela na kimioti cha baridi kwanza. Kaeka na emoji za kuomba msamaha kwamba si muda mrefu Nicole anawarudia wale wasanii wanafiki na marafiki feki. Sasa wanafikiri wasanii wanafiki ni wepi ambao wamejitokeza kumchangia Nicole leo hii wamekuwa wasanii wanafiki, na marafiki feki ni wepi ambao walianzisha kampeni ya kumchangia Nicole atoke jela? Unaweza kushusha comment yako hapo chini, sita show love na wewe, maana mitandao ina mambo mengi na dunia ina mambo mengi sana. Yani siku zinapelekwa lesi sana. Unaweza kushusha comment yako hapo chini, sita show love kama mwanafamilia wa Bongo East, the way ambavyo una feel na the way ambavyo umesoma umesoma huu sijui niseme ni ukurasa, sijui niseme ni nini, ila the way ambavyo umesoma huu ujumbe wa Nicole na ambavyo ameandika, na wewe umeelewa vipi kwa baada ya Nicole kuandika ujumbe huu mrefu katika ukurasa wake wa Instagram katika upande wa Insta story, na kuwaelekeza na kuwachamba na kuwapa vidonge vyao na kusema yote ambayo yanaendelea sasa hivi maisha yake ya jela, kwamba watu wanasema eti Nicole yuko jela, amefubaa, amechakaa. Nicole mwenyewe amesema kwamba anang'aa, vyakula vya jela vimemngarisha, vimemnawirisha. Kwa hiyo yani msimseme bwana eti Nicole eti kafubaa. Yeye mwenyewe anadai kwamba anang'aa. Sasa unaweza kushusha comment yako hapo chini, sita show love na wewe kama mwanafamilia wa Bongo East. Ila kama bado hujasubscribe, basi subscribe ili uwe wa kwanza kupata update yote ambayo yanajiri katika mitandao ya kijamii, hususan katika masuala mazima ya entertainment story. Na mimi niko hapa kukufikishia kile ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii. Can call me Lamili. Sasa Nicole baada ya kuposti huo ujumbe katika mtandao wake wa Instagram, dakika chache tu ghafla akawa amebadilisha hali ya hewa yote ya mitandao ya kijamii. Wamemsema sana Nicole kwa the way ambavyo ameandika, kwa sababu watu wamejitolea kwa moyo wao na kuguswa kwa tukio ambalo linaendelea kwa Nicole. Sasa leo hii yeye anakuja katika mitandao ya kijamii na kuandika hivi. Sasa kipi ambacho kinaendelea kwa Nicole? Kwamba bado yupo kituoni, bado yupo rumande, ama ashatolewa zamana sasa hivi yuko uraiani. Lakini kama kapata uwezo wa kushika simu
simu na kuposti na kuandika kabisa na kuposti kupitia mtandao wake wa Instagram, basi ina maana kwamba Nicole sasa hivi yuko uraiani. Kwa hiyo tukae tukijua kwamba Nicole ameachiwa. Nicole sasa hivi yupo uraiani. Sasa watu wengi sasa wamekuwa na comment nyingi sana. Wengine wakawa wanasema kwamba mimi nilijua tu kwamba huyu ni jeuri, na mmeona jeuri yake sasa vihelehele na miongoni mwa watu ambao walisema hiyo comment ni Mange Kimambi, kwa sababu Mange Kimambi kabla ya hili jambo ambalo lilikuwa linaendelea sasa hivi kwa watu maarufu wasanii kumchangia Nicole aweze kutoka rumande, Mange Kimambi aliweza kupinga na kuambia kwamba jamani, kwa nini mumchangie Nicole? Embo muacheni anyie debe. Sasa wale wote ambao walikuwa wanampinga Mange Kimambi leo hii kimewatokea puani. Sasa Nicole mwenyewe ameweza kuambia kwamba bwana we, mimi sitaki pua wala mdomo wa yoyote na sihitaji michango yenu. Na niliweza kuletea story ya Nicole akiwachamba watu ambao wanamwambia wanataka kumchangisha michango. Watu wakasema kwamba so sauti ya Nicole sio nani. Haya, leo hii Nicole mwenyewe ameweza kuandika kupitia ukurasa wake wa Instagram katika upande wa Insta story. Sasa una comment gani kwa Nicole? Kwamba unakubaliana kwamba Nicole ni jeuri, ama ambao walikuwa wanamchangia Nicole hawakuwa sahihi? Nani ambaye yuko sahihi? Kwamba Nicole ni jeuri ama waliokuwa wanamchangia Nicole hawakuwa sahihi? Kwa sababu kama mwenyewe Nicole alivyosema kwamba nina ndugu na ndugu zake hawajatangaza kwamba wameshindwa kumtolea zamana Nicole. Si ndio? Hakuna tangazo lolote ambalo limetoka kwa ndugu akasema kwamba wanahitaji kuchangiwa Nicole mradi atoke. Lakini watu tu kutokana na mioyo yao ya upole na mioyo yao ya huruma waliweza kuchangisha kwa jamii, japokuwa hakijatajwa kiasi kamili ambacho kimepatikana cha michango ambayo ilikuwa inaendelea kwa ajili ya Nicole atoke. Sasa hili swala la michango limekuwa kubwa sana katika nchi yetu hii ya Tanzania. Tunakumbuka story ambayo ilipita kidogo way back, swala la ghorofa la Kariakoo lilivyoanguka. Official naye aliweza kujitokeza na kusema kwamba anachangisha michango, lakini dakika za mwisho kilichomtokea mambo yakawa mengi. Sasa hivi Nicole na yeye amekuja kuzua mapya katika mitandao ya kijamii baada ya kuona watu wanamchangia. Alikuwa tu anawapumulia. Sasa hivi Nicole yuko raiani, mutamkoma, anakunywa zake kwanza kama ambavyo ametuambia, kwanza anautoa ujela then analejea. Sasa sisi Nicole ambapo atalejea kwa ajili ya wale wasanii wanafiki pamoja na marafiki feki wa Nicole ambao walikuwa wanamuigizia sauti, sisi tunakuahidi ya kwamba kukuletea kile ambacho Nicole hatakizungumza na atapowapa vidonge vyao wale wote ambao walikuwa wanamnafikia. Wewe cha kufanya subscribe ili usipitwe na chochote ambacho kinaendelea sasa hivi katika mitandao, na uwe wa kwanza kupata update yoyote ambao inaendelea katika mitandao katika swala zima la entertainment story. Subscribe hapo na uwe mwanafamilia wa Bongo East. Si ndio bwana? Can call me Ramiri.